أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ondoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Khaibar ni kama hivi ya kwamba chini ya uongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam jeshi la masahaba 1600 liliondoka kutoka Madina. Katika jeshi lile walikwepo wapanda farasi 200, lakini kabla ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma mbele kikundi kimoja cha kukusanya taarifa ambacho kazi yake ilikuwa ni kuangalia njia mbele ya jeshi na kuangalia hali na mazingira yakoje. Kiongozi wa kundi hili alikuwa Ibad bin Bishr Ansari. Kwa ajili ya kujua njia za Khaibar, watu wawili waonyesha njia wakachukuliwa kwa malipo ya tende kilo 50. Majina yao yanayosimuliwa ni Hasil bin Kharja Achai na Abdullah bin Noaim, na wote hawa walitokana na kabila Ascha. Wakati wa kutoka Madina kuelekea Khaibar na kupiga kambi katika maeneo mbalimbali, mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika eneo la Sahaba. Hapo muda wa sala ukawadia na sala zikasaliwa. Hivyo inapatikana katika riwaya ya Bukhari kwamba katika Sahaba mtume alisali sala ya alasiri, kisha akaagiza chochote chakula. Watu wa jeshi walikuwa na unga wa shairi tu, na mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakanywa ile ile. Msimuliaji anasimulia ya kwamba kisha mtume akasimama kwa ajili ya sala ya magharibi na mtume akasukutua, sisi pia tukasukutua. Kisha mtume akaswali na hakufanya wuzuu mpya. Katikati ya Sahaba na Khaibar ilikuwa ni umbali wa maili 12. Katika safari yalitokea baadhi ya matukio ambayo yanaangazia ya kwamba hata katika hali hizi za kivita pia Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajali kiasi gani malezi ya maswahaba, na alikuwa akiendelea kuwahimiza kujipatia sifa kama kuzingatia nizamu, utii na kadhalika. Tukio moja la namna hii limeelezwa kwamba usiku mmoja kitu fulani kilionekana mbele ya jeshi kilichokuwa kinanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata wasiwasi, na baada ya tahqiq akapata kujua kwamba alikuwa askari mmoja wa jeshi la Kiislam ambaye akiacha jeshi alikuwa anakwenda mbele kuliko wote, na kofia ya kichwa chake ilikuwa iking'aa kwa sababu ya fedha, na jina lake lilikuwa Abbas. Mtume akasema, mumlete kwangu. Hata Abu Abs anasema kwamba nikapata hofu kwamba isije ikashuka wahyi fulani kuhusu mimi, labda nimekosea. Ye akaja kwa mtume akiwa na hofu. Mtume akamuuliza kwamba kwa nini ulikuwa unakwenda mbele ya jeshi. Ye akatoa uzuru. Mtume akifanya nasaha akasema kwamba unatakiwa kutembea pamoja na jeshi. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuongea naye. Huyo alitokana na maswahaba maskini wasio na masurufu yoyote ya kushiriki vita hii, na swahaba huyo alikuwa amemjia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ya rasulallah, mimi sina masrufu yoyote wala kitu chochote nyumbani.
hapo nabii karim sallallahu alaihi wasallam akampatia shuka yake. Sahaba huyo mwenye akili akaenda nayo sokoni na akawaambia watu kwamba mtume amenipatia, na akaiuza kwa dirhamu 8. Kwa dirhamu 2 akanunua chakula kwa ajili ya nyumbani, kwa dirhamu 2 akanunua masrufu kwa ajili yake, na kwa dirhamu 4 akanunua shuka kwa ajili yake, na akaenda kushiriki katika jeshi. Katika maongezi mtume akamuuliza kwamba shuka ile niliyokupatia iko wapi? Ye akasema kwamba niliuza. Kisha akamweleza maelezo yote. Kwa kumsikia abu abs, mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu na akasema, e abu abs, nini mna hali tete ya uchumi, na hapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, kama ukiwa hai na ukapata umri mrefu, baada ya muda mchache tu utaona kwamba masrufu yako itaongezeka mno, na kwa ajili ya watu wa familia yako riziki itazidi mno. Kwenu kutakuwa na dirhamu na dinari nyingi sana, na mtakuwa na watumwa wengi, lakini haya yote hayatakuwa mazuri sana kwa ajili yenu. Hata Abu Abs aliona kwa macho yake bishara hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikitimia, naye alikuwa anasema ya kwamba wallahi yote yakatokea kama alivyokuwa ameeleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Utambulisho wa abu abs ni kama huu kwamba jina lake halisi lilikuwa abdul uzza, ambalo mtume akilibadilisha akampa jina la abdurrahman. Ye alipata umri wa miaka 70, na katika zama ya ukhalifa Uthman alifariki dunia. Uthman akasalisha jina yake na akazikwa katika jannatul baqi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma ujumbe wa suluhu kwa Banu Ghatfan kama ilivyoelezwa hapo juu, ya kwamba wakati wa kuondoka kwa Khaybar alikuwa amesimama katika eneo la Sahaba na akaswali sala za asr, maghribi na isha. Sehemu hii ilikuwa na maili 12 kutoka Khaybar. Baada ya kuswali sala, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita waonyesha njia wote wawili, na akiwaambia mpango wa kivita akasema kwamba mimi nataka kuishambulia Khaybar kwa njia hii, ya kwamba upande mmoja niingilie kati ya watu wa Khaybar na nchi ya Syria, ili wao wakikimbia huko wasije wakaondoka kwenda Syria, na pamoja na hayo ni wazuie kabila Banu Ghatfan ili wasiweze kufika kuwasaidia Mayahudi. Kiongozi wa njia aitwaye Hasil akaanza kutembea na jeshi, na akifika mahala fulani akasimama, ambapo njia mbalimbali zilikuwa zikitoka na kwenda hadi bonde la Khaybar. Hazur sallallahu alaihi wasallam akamuuliza majina ya njia zote. Yeye akamwambia majina kama Hazan, Shash, Hatib na kadhalik, ambayo kwa mujibu wa maana zake yalikuwa yakiashiria dhiki, ugumu, ghamu na huzuni na kadhalik. Jina moja akaeleza kama ni Marhab, ambalo lilikuwa na maana ya wasaa na faraja. Mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na mwongozo wa Allah akichukulia zana njema akachagua njia ile ile ya Marhab. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshapata habari ya kwamba Banu Ghatfan wameahidi kuwasaidia watu wa Khaybar, na sasa wakiwa na jeshi la watu 4,000 wametoka ili kuwasaidia, na nia yao ni kwamba washambulie jeshi la Kiislam njiani kabla ya jeshi hilo kufika Khaybar. Banu Ghatfan chini ya viongozi wao maarufu Tulaiha bin Khuwailid na Uyana bin Hisan walikuwa wameshatuma jeshi la watu 1,000 kuelekea Khaybar, na jeshi hili lilikuwa limeshafika katika ngome ya Khaybar, na sasa jeshi hili la watu 4,000 kwa ajili ya kuzuia jeshi la Kiislam na kuliangamiza katika dhana yao lilikuwa njiani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasiliana na Banu Ghatfan, akawatumia barua moja ambamo akaandika kwamba wao wakae mbali na vita inayopiganwa na Khaybar,
na hii ni ahadi ya mwenyezi mungu aliyoni ahidi. akawaambia wazi kwamba allah atanijalia ushindi juu ya khaibar. sawa na baadhi ya wanahistoria, mtume salallahu alaihi wasallam alituma ujumbe huu vile vile ya kwamba wao waache kuwasaidia mayahudi na wakubali islam. hapo baada ya kushinda khaibar, makabila yao yatapatiwa. kwa baadhi, mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa hakuweka sharti la kukubali islam, bali alikuwa amesema ya kwamba wao wasiwasaidie watu wa khaibar, wakae pembeni tu, na nusu ya mavuno ya mwaka ya khaibar watapewa wao. lakini zidi ya waislamu 1600, jeshi la wanajeshi 15,000 na kibri ya ngome madhubuti ilikuwa imepenya vichwani mwao, ambayo kwa sababu yake wakakataa kukubali ofa hii ya mtume salallahu alaihi wasallam. hapo mtume salallahu alaihi wasallam akamtuma kiongozi wa kabila khazraj na sahaba mwaminifu hasad bin obada kwa uyena bin hisan, kiongozi wa ghatfan. huyo akiongoza jeshi 1,000 la banu ghatfan. wakati yule alikuwa kwa kiongozi marhab kwenye ngome yake. uyana alipojua kwamba hasad amekuja kukutana naye kama mjumbe wa mtume salallahu alaihi wasallam, ye akaenda kumleta ndani ya ngome. marhab akampinga kwamba usimlete mjumbe huyo wa waislamu ndani ya ngome, asije akaona njia za kuingia katika ngome. ilhali uyana alikuwa anasema kwamba nataka kumleta ndani mjumbe huyo wa waislamu ili waone nguvu yetu na maandalizi yetu ya kijeshi na silaha. lakini marhaba hakukubali. hapo uyana akakutana na hasad nje ya ngome. hasad akamfikishia uyana ujumbe wa mtume salallahu alaihi wasallam kwamba allah ametuahidi kushinda khaibar, hivyo nini murejee kutoka hapa na mujizuie kupigana vita. baada ya kuishinda khaibar, tende za mwaka mzima za hapa mtapewa nyini. hapo uyana akamwambia hasad kwamba sisi hatutawaacha wenzetu katika hali yoyote, na tunajua ya kwamba nini mna nguvu kiasi gani. mayahudi hawa ni wenye ngome madhubuti na wana vijana wengi, wanajeshi na silaha nyingi kuliko nini. mkipigana nao nini nyote mtakufa, mtaangamia. na hawa si kama makoreshi ambao mlikuwa mmewashinda. na pia akasema kwamba umfikishie muhammad sallallahu alaihi wasallam ujumbe wangu huo. hasad juu ya jibu lake la kibri akasema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka atakujia katika ngome hii, na sasa wakati huu ofa niliyokupa, wakati ule wewe mwenyewe utatuomba tufanye hivi, lakini ndipo hutapata chochote isipokuwa upanga tu, yani vita tu itakayotokea. na uyana nimeshaona kwamba sisi tulikuwa tumeteremka katika ua wa mayahudi wa madina na wao walikuwa wameangamia vibaya. akisema hayo hasad akarudi na akaenda kumwambia mtume salallahu alaihi wasallam habari yote, na akasema kwa ikhilasi sana kwamba ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam, ahadi ambayo allah amekufanyia yeye bila shaka ataitimiza na ataishindisha dini yake. bedui huyo yani uyana usimpe hata tende moja wakati huu. ya rasulallah, panga zikiwazingira wao wakiacha mayahudi watakimbilia maeneo yao kama vile siku ya handaki walivyokuwa wamekimbia. katika vita ya handaki kabila hili lilikuwa limekuja kuwasaidia makoreshi pamoja na jeshi la 6,000 na kisha walikuwa wamekimbia. haiba ya mungu na namna ghatfani walivyokimbia, habari hizi pia zinapatikana. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kwamba nusirtu birube, nimesaidiwa kwa haiba. tukio hili lilitokea tena kwa majeshi ya kighatfani kama ilivyoelezwa ya kwamba jeshi la banu ghatfan la watu 4,000 lilikuwa linakuja nyuma ili kulishambulia jeshi la kiislam.
ili waweze kuwazuia waislamu kufika khaibar, lakini takdiri fulani ya mungu ilipata kuzihiri kwamba jeshi hili la ghatfani lilirejea nyuma na wakaelekea kwenye nyumba zao. Imeendikwa katika vitabu vya sera na historia kwamba kiongozi wa ghatfani alisikia sauti fulani kutoka nyuma yake, sauti yenye nguvu kali. Mnadi mmoja alikuwa anawaambia ya kwamba vikundi vya jeshi la kiislam wamevamia nyumba zao na mifugo yao na wanania na mpango wa kuteka mali wanawake na watoto wao. Hapo wao wakarejea na hawakuweza kuwasaidia Mayahudi. Huu ulikuwa ni msaada wa kighaibu, ilikuwa ni sauti ya mungu. katika vitabu vya historia kuna hitilafu katika idadi ya jeshi la ghatfan kama ilivyoelezwa kabla kuhusu kitabu kimoja kwamba kutoka banu ghatfan wanajeshi 1000 chini ya uongozi wa kiongozi wao uyana bin hisan walikuwa wamekuja kuwasaidia mayahudi wa khaibar katika ngome zao, ila hali katika vitabu vingine vya sira idadi yao badala ya 1000 imeelezwa ni 4000. vivyo hivyo imeandikwa katika baadhi ya vitabu vya sira ya kwamba chini ya uongozi wa uyana jeshi la watu 4000 wa banu ghatfan lilipokuwa likija khaibar, njiani uyana akaongea na ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya haiba ya mungu kikosi hicho cha watu 4000 wakarejea makwao. imeandikwa katika sirat ibn hisham mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea na safari yake kuelekea khaibar, na katika maagiza ya jioni ngome za khaibar zilipoonekana mtume akawaambia maswahaba wasimame, wote wakasimama na mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua, allahumma rabbas samawati saba wama azlalna wa rabbal arzina saba wama aqlalna wa rabbash shayatina وما أزللنا ورب الرياح وما أزرينا فإنا نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها أقدم بسم الله. E mola wa mbingu saba na mola wa kila kitu ambacho kivuli chake ni juu yake, na mola wa ardhi saba na vile ambavyo zimevibeba, na mola wa mashetani na wale ambao wamewapoteza, na mola wa upepo na yale zinayorusha. e allah, sisi tunakuomba kheri ya mji huu na ya wakazi wake, na tunaomba uhifadhi wako katika shari ya mji huu na ya wakazi wake. kisha mtume akasema, kwa jina la allah songeni mbele. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mbele na kufika manzila. hii ilikuwa soko la khaibar. soko hili baada ya vita alikuwa amepewa zaid bin thabit. sehemu moja ya usiku mtume sallallahu alaihi wasallam akaipitisha katika soko la manzila la khaibar. mayahudi hawakuwa na fikra kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atawashambulia, kwani mayahudi walikuwa wakijivunia juu ya ngome, silaha na wingi wa watu wao. mayahudi walipojua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anawajia, kila siku watu wanajeshi 10,000 wakipanga safu walikuwa wakitoka nje na kusema kwamba ebu angalieni, je, muhammad sallallahu alaihi wasallam atatuvamia sisi? hilo haliwezekani. mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu yao, wao hawakujua na jua likatoka. alikuwa amefika usiku. basi asubuhi mayahudi walipotoka nje ya ngome zao, mikononi mwao mlikuwa sululu na vikapu. walikuwa wametoka kufanya shughuli zao. walipomwona mtume wakakimbia na kwenda kujificha katika ngome zao. hat anas anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifika khaibar wakati wa usiku, hivyo asingeweza kuwashambulia hadi ingefika asubuhi. asubuhi ilipofika, mayahudi wakatoka na sululu na vikapu vyao. mtume alikuwa amefika usiku, hivyo ilikuwa washambulie wakati wa asubuhi. asubuhi ilipotokea, mayahudi wakatoka na sululu na vikapu vyao. walipomwona mtume wakasema kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi muhammad
na jeshi. nabii sallallahu alaihi wasallam alisema kharibat khaybar inna iza nazalna bisahati qaumin fasa sabahul munzarin. khaybar imeharibika tunaposhuka katika ua wa kaumu fulani, asubuhi ya wale walioogopeshwa inakuwa mbaya. katika manzila hawakupiga kambi ya kudumu. katika jeshi la kiislam mabadiliko yalikuwa yamefanywa. kuhusu hiyo inapatikana ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifika khaybar na mtume sallallahu alaihi wasallam akaupitisha usiku katika eneo la manzila hadi asubuhi. hat hubab bin munzir akaja kwake na akasema, ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kusimama kwako hapa yani katika manzila kama kunatokana na amri ya mungu, sisi hatusemi lolote, lakini kama hii ni rai yako basi tunakupa ushauri, tunataka kutoa ushauri ya kwamba. mtume akasema kwamba alisema kwamba hii ni rai yangu. hat hubab akasema kwamba, ya rasulullah, wewe umekuwa karibu na ngome zao na upo mbele ya bustani zao na ardhi ni yenye kutoa kilele. mimi nawajua wenye nitaa, mishale yao inafika mbali na katika urushaji wa mishale hakuna kama wao, nao ni juu ya mahala pa juu kuliko sisi. mishale yao inaweza kutufikia kwa rahisi na sisi hatuna ulinzi na uvamizi wao wa usiku. wanaweza kujificha katika mitende. hivyo ni ombi langu kwamba wewe uhamie mahala pengine. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umetoa rai nzuri, lakini leo sisi tutapigana nao vita kutoka hapa hapa. lakini pamoja na hayo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita muhammad bin maslama ambaye alikuwa msimamizi mkuu wa kikosi cha kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. akasema, mbali na ngome zao tafuta ardhi kwa ajili yetu. muhammad bin maslama akaenda na kufika katika eneo la raji ambalo lilikuwa katikati ya khaybar na makabila ya ghatfan, na kisha akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimeona mahala kwa ajili yako. mtume akasema, kwa baraka ya allah ondokeni. lakini kabla yake mtume alikuwa ameshasema kwamba leo vita itatokea kutoka hapa hapa. hivyo jioni baada ya vita kwisha, jeshi la kiislam likahamia mahala papia. kulikuwa na ngome mbalimbali za khaybar. ni muhimu kuelezea kuhusu ugawaji wake. kuhusiana na ugawaji wa kijiografia wa khaybar, habari za ngome zake ni kama hivi ya kwamba kwa kuwa vita hii iliendelea kupiganwa kutoka ngome ambazo zikatekwa moja baada ya nyingine, kuna hitilafu katika idadi za ngome na hata hitilafu ipo katika majina yao vile vile. pia matukio ya vita hii pia katika baadhi ya vitabu yamenasibishwa na baadhi ya ngome, ila hali katika vitabu vingine matukio hayo yamenasibishwa na ngome zingine. katika historia ya yakubi idadi ya ngome iliyoelezwa ni 6, na katika hizi hakuna habari ya ngome ya naim, ila hali katika vitabu vingi vya sira vita ya khaybar ilikuwa imeanza kutoka ngome hiyo hiyo ya naim. zarkani inasema idadi ya ngome ilikuwa 10. tukiangalia vitabu vyote twaweza kusema kwamba eneo la khaybar lilikuwa limegawanika katika sehemu 3: natat, shak, kutaba. na katika sehemu hizi 3 ngome 8 zilikuwa sawa na ugawaji huu. katika nitaat kulikuwa na ngome 3: naim, saab na ngome zubair. ngome hii jina lake lilikuwa kula, na baadaye hat zubair bin awam akapewa, hivyo ikawa mashuhuri kwa jina la ngome ya zubair. katika shak zilikuwa ngome 2: ubai na bari, au wengine wamesema nizar. na katika katiba zilikuwa ngome 3: kamus, wati, sulalim. maelezo ya vita ni kama hivi. kabla ya kuanza vita
mtume sallallahu alaihi wasallam alihutubia kwa maswahaba na alisema kwamba msitamani kukabiliana na maadui, muombe mungu kheri. Nini hamjui kwamba mtaingizwa kwenye majaribio gani? mukija mbele ya maadui mufanye dua hii kwamba allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa nawasina wa nawasihum biyadika wa innama taktuluhum anta. E allah, wewe ni mola wetu na mola wao, mapaji yao na mapaji yetu yamo mkononi mwako, wewe utawaua tu. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kupigana vita na akawahimiza maswahaba kufanya subira. kwanza kabisa akaizingira ngome ya Naim. Hii ilikuwa ni ngome yao madhubuti. Siku ile mtume sallallahu alaihi wasallam akapigana vita kali na watu wa Neta wakapambana naye kwa nguvu zote, na siku ile maswahaba wakaendelea kupigana vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amevaa diraya mbili na kofia ya chuma, na alikuwa amepanda juu ya farasi Zarib ilikuwa ni jina la farasi yake, na alikuwa ameshika mkuki na ngao. Maadui waliendelea kurusha mishale, lakini waislamu walikuwa wanarusha mishale kwa uangalizi, kwani mishale yao ilikuwa michache, bali wakichukua mishale ya mayahudi walikuwa wanawarushia. Katika vita hii kuna habari ya kuuawa shahidi kwa Mahmud bin Maslama. Mahmud bin Maslama alichoka kiasi na akahisi kubeba silaha ni ngumu, na pia akachoshwa na joto. Hivyo akaketi karibu na kivuli cha ukuta wa ngome ya Naim. Inasemwa kwamba kiongozi myahudi Marhab akamwona na akadondosha juu yake kinu. Pia inasemwa kwamba Kinana bin Rabii alikuwa ameangusha kinu juu yake kutoka juu. Kinu kikaenda kupiga kichwa chake na kikapasua kichwa chake hadi ngozi ya kichwa ikakatika na ikaaja juu ya uso wake. Akaletwa kwa mtume sallam. Mtume sallam akaweka ngozi juu ya mahala pake na akafunga na kitambaa, lakini jeraha lilikuwa kali sana. Mahmud bin Maslama hakuweza kunusurika na baada ya siku chache akafariki dunia. Hata Mahmud alipojeruhiwa, mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ndugu yake Muhammad bin Maslama moyo na akasema kwamba muaji wa ndugu yako katika muda mfupi atafikia mwisho wake. Siku ya kwanza waislamu wakalazimika kuvumilia madhara. Kwa sababu ya urushaji wa mishale, waislamu 50 wakapata majeraha. Jioni ilipofika, mtume akaelekea upande wa Rajin, akawaamuru watu waje huko. Hapa ni mahala ambapo kwa ushauri wa Hubab waislamu walikuwa wamepachagua, na hiyo ilikuwa ni sehemu ya kudumu ya waislamu, kama ilivyoelezwa kwamba ngome hii ilikuwa ngome madhubuti ya Mayahudi, na kiongozi mwanajeshi mashuhuri wa Khaybar Marhab alikuwa analinda ngome hii, na wapanda farasi walikuwa wanamsaidia, ambao hawakuwa chini yake katika ushujaa na ujasiri, ambao walikuwa ndugu yake Yasir na Haris. Riwaya zinasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kupigana vita siku 10 mfululizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoka na Muhammad bin Maslama na alikuwa anamwacha Uthman huku nyuma. Jioni alikuwa anarejea mahala pale pale, na waislamu wenye kupata majeraha walikuwa wanaletwa huko ambapo walikuwa wanapewa matibabu. Katika matukio ya vita hii kunapatikana habari ya ushindani wa Marhab na Amir bin Aqwa, na kisha namna alivyouawa shahidi Amir bin Aqwa. Maelezo yake ni kama haya kwamba katika siku zile siku moja Marhab, kiongozi mkuu wa ngome hii ambaye hakuwa na mfano katika ushujaa wake, akitoka nje ya ngome akaanza kuwaita waislamu, na kwa kibri na majivuno alianza kusoma shairi kwamba qad alimat khaybaru anni Marhab shakis silahe batlun mujarrib izal hurubu aqbalat talhab. Khaybar inajua kwamba mimi ni Marhab, mwenye silaha, shujaa, mwenye uzoefu.
ilhali vita zina washa cheche. Kwa kusikia changamoto ya marhab, Amr bin Akwa akatoka nje ya jeshi na akaja na kusoma shairi hii kwamba kad alimat khaybar anni amir shaki silahe batlun mughamir, kwamba kila sehemu ya Khaybar inajua kwamba mimi ni Amir mwenye silaha shujaa na katika hatari za kivita mwenye kusoma na kuimba nyimbo za kivita bila hofu yoyote. Kisha wakaja kupigana na wakaanza kurushiana upanga. Marhab akampiga upange, Amir akamzuia kwa ngao yake na akampiga tena, lakini upanga wake ulikuwa mfupi, hivyo badala ya kumpiga Marhab ukaenda kumpiga Amir mwenyewe na akapata jeraha kali na akauawa shahidi. Huyu alikuwa shahidi wa pili wa vita hii. Wote wakazikwa katika kaburi moja kwenye eneo la Raji. Hat Salma bin Akwa anasimulia kwamba baba yangu mdogo Hat Amr bin Akwa alipouawa shahidi kwa mikono yake, baadhi ya maswahaba wakasema kwamba matendo ya Amir yamepotea. Salma anasema kwamba hapo mimi nikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huku nikilia, nikasema ya Rasulullah, matendo ya Amir yamepotea. Mtume akasema kwamba nani amekuambia? Anasema kwamba baadhi ya maswahaba zako. Mtume akasema kazaba man qala inna lahu ajrani wa jamaa baina isbai innahu lijahidun mujahidun kalla arabiyun mashabiha mislahu. Yani yote aliyesema amekosea. Kwa ajili kuna ujira mara mbili na akaunganisha vidole viwili kwa ajili ya kupiga hisabu, na akasema kwamba huyu alikuwa mwenye kupigania jihadi, na katika Uarabuni hakuna aliyezaliwa kama yeye. Riwaya moja inasema kwamba katika ardhi hii hakuna mfano wake katika Uarabuni. Mtume alisema kwamba ye alipata malipo mara mbili, na wanaosema wanasema vibaya kwamba hakupata ujira na malipo. Mtume sasa aliendelea kubaki katika eneo la Raji, na kwa ajili ya kushinda ngome Naim, maswahaba wakaendelea kutumwa kutoka pale. Maswahaba waliendelea kupata majeraha na wawili wakauawa shahidi. Mayahudi wakapata moyo kwa sababu yake. Usiku moja Mtume akasema kwamba kesho nitamkabidhi mtu bendera ambaye juu ya mkono wake Mwenyezi Mungu atatujalia ushindi. Yeye anampenda Allah na mtume wake. Hii ni riwaya ya Bukhari. Buraida anasimulia kwamba sisi tulipitisha usiku ule kwa furaha kwamba kesho tutapata ushindi, na watu wakitafakari walipitisha usiku kwamba kesho nani atapewa bendera. Asubuhi ilipofika, wote wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mtu alikuwa akitamani kwamba yeye apatiwe bendera. Hat Umar anasema kwamba mimi kabla ya siku ile sikutamani kupata uamiri. Hat Buraida anasema kwamba hakuna mmoja wetu aliyetamani kupata kitu fulani kutoka Mtume, lakini siku ile kila mmoja alikuwa anatamani kwamba leo apatiwe bendera. Anasema kwamba mimi nikainua visigino vyangu na nikainua kichwa ili huenda nipatiwe bendera. Salman Al-Jabir anasema kwamba Hat Ali alikuwa amekaa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari ya Khaybar. Kwa sababu ya maradhi hakuja pamoja na Mtume, lakini baadaye akaja. Alikuwa na maumivu makali katika macho yake, alikuwa hawezi kuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka kwa ajili ya Khaybar, Hat Ali akatafakari kwamba mimi nikae nyuma ya Mtume, hiyo haiwezi kutokea. Hata Ali akaanza kutembea nyuma yake na akaenda kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hat Buraida anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo sali sala ya alfajiri, kisha akaagiza bendera na akasimama na akatoa mawaiza, kisha akasema, Ali yuko wapi? Sahaba wakasema kwamba Ali ana maumivu ya macho. Mtume akasema kwamba mwiteni Ali. Salma anasema mimi nikamleta Hat Ali.
mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba imekuwaje? hata ali akasema nina maumivu kwenye macho yangu hadi siwezi kuona kitu kilicho mbele yangu. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba njoo karibu. hata ali anasema kwamba mtume akaweka kichwa changu kwenye paja lake na kisha akashika mate kwenye mkono wake na akapaka juu ya macho yangu. hata ali akapona kana kwamba hakuwa na maumivu kwenye macho yake na hadi kifo chake hakupata maumivu kwenye macho yake. mtume sasa akaomba dua kwa ajili ya hata ali na akampatia bendera. Al-Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza tukio hili. Anasema kwamba siku ya Khaybar hat ali alipata nafasi. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba leo mimi nitampatia nafasi ambaye anampenda Mungu na mtu ambaye Mungu anampenda, na nitamkabidhi upanga ambaye Mungu amempatia ubora. hat Umar anasema kwamba mimi nilikuwepo kwenye majlis ile na nilikuwa na inua kichwa changu kwamba huenda mtume sallallahu alaihi wasallam anione na anipatie, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiniona na kukaa kimya. nilikuwa na inua kichwa, mtume alikuwa akiniona na kukaa kimya hadi ali akaja ambaye macho yake yalikuwa amepata maradhi. mtume akasema kwamba ali njoo mbele. ye akaja kwake. mtume akapaka mate juu ya macho yake na akasema kwamba Mwenyezi Mungu ajalie macho uponyo, chukua upanga huu ambao Allah amekukabidhi. katika sehemu nyingine hat Musleh Maud ameandika hivi kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alimwambia kwamba ushindi wa mji huu umenasibishwa na mkono wa hat Ali. wakati wa asubuhi mtume akatangaza kwamba leo nitamkabidhi mtu bendera ya Islam ambaye Mungu na mtume wake na Waislamu wanampenda, na Mwenyezi Mungu amepanga ushindi wa ngome hii kwenye mkono wake. kisha asubuhi ya pili mtume akamwita hat Ali na akamkabidhi bendera ambaye pamoja na kundi la maswahaba akashambulia ngome. japo mayahudi walikuwa ndani ya ngome, Mwenyezi Mungu akamjalia hat Ali na maswahaba wengine nguvu hadi kabla ya jioni ngome ikatekwa. hat Ali akafika chini ya ngome ile na akapeperusha bendera katikati ya mawe. kuhusu mauaji ya maadui inapatikana kwamba Jabir anasimulia katika ngome ya Khaybar, kwanza kabisa ndugu wa Marhab Haris alitoka ili kushindana na Waislam. hata Ali akamua. hapo wenzake wa Haris wakarejea kwenye ngome. kisha kuna habari ya mauaji ya Amir Myahudi jenerali. Amir alitoka kwa ajili ya ushindani, alikuwa mtu mnene sana. hata Ali akatoka ili kupigana naye, akampiga mara kadhaa lakini hakufanikiwa. kisha Ali akamvamia juu ya mguu wake na ye akaketi. hata Ali akamua na akachukua silaha zake. kuna tukio la Myahudi jenerali Asir. Myahudi moja jenerali Asir alitoka ili kupigana na Waislamu. Muhammad bin Masla akajitokeza kwa ajili ya kupigana naye na akaamua. Ibn Ishaq ameandika kwamba kisha Yasir akaja ambaye alikuwa ndugu yake Marhab. alikuwa anasoma rijs yani shairi, nyimbo za kivita. Muhammad bin Umar ameandika kwamba huyu alikuwa mazbuti zaidi kuliko wote, alikuwa na silaha za kivita na ye alikuwa anawaangamiza watu kwa silaha zake. hat Ali akajitokeza kupigana naye. Zubair bin Awam akasema kwamba mimi nakupa kiapo kwamba we usiingilie kati yangu na kati yake. akasema mimi nitapigana naye. hat Ali akawa nyuma. Zubair alipotoka kwa ajili ya kafiri huyo, mama yake Safia akasema kwamba ewe mtume wa Allah, huyu atamua mwana wangu. Mtume akasema hapana, bali mwana wako inshallah atamua. Zubair akaenda kwake na akasoma shairi, kisha wakapigana vita na Zubair akamua. kisha kutoka ngome
mwanajeshi mkubwa shujaa Marhab akiwa na silaha zake akatoka nje na akaanza kusoma shairi aliyokuwa amesoma hapo kabla kwamba Khaibar inajua mimi ni Marhab mwenye silaha mwenye uzoefu shujaa ilhali vita zifike zikiwasha cheche. Hat Ali bin Abi Talib akajitokeza zidi yake. Alikuwa amevaa kanzu yenye rangi nyekundu, akatoa upanga na akasoma shairi analladhi sammatni ummi haidara kalayse ghabatin karihal manzar ufihim masahe kailas sandara, yani mimi ni yule ambaye mama yangu amenipa jina la Haidar. Mimi ni mfano wa simba mwenye sura ya kutisha anayekaa maporini. Mimi natoa sandra badala ya saa. Huu ni msemo ambao maana yake ni kwamba mimi natoa jibu la tofali kwa jiwe. Maana ya sandra ni mikial alwasi, yani mizani kubwa, ilhali saa inakuwa kipimo kadogo sawa na kilo 2.5. Wanasema Hat Ali akampiga Marhab na akamua na kisha ushindi ukatokea kwa mikono yake. Riwaya moja inasema kwamba Hat Ali na Marhab walipigana vita. Hat Ali akasonga mbele na akampiga Marhab. Upanga wake ukaenda kupasua kofia ya chuma na kichwa chake na hadi kufika kwenye meno yake. Watu wakajitokeza pamoja na Ali na wakateka ngome. Baadhi ya waandishi wa sera wanasema kwamba Muhammad bin Maslama alimua Marhab. Jabir bin Abdullah anasimulia kwamba Marhab alipojitokeza pamoja na silaha zake kutoka ngome na alikuwa anasoma shairi za kivita, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nani atapambana naye. Hat Muhammad bin Maslama akasema, ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, mimi nitapigana naye. Wallahi jana yeye alikuwa amemua ndugu yangu. Mtume akasema kwamba inuka ili kupigana naye, na akasema e Allah umsaidie. Riwaya inasema kwamba wote walipokaribia ili kupigana vita, mti moja ukaja katikati yao. Wote wakaanza kujisalimisha nyuma ya mti. Kila mmoja alipokuwa akijilinda nyuma ya mti, mwingine alikuwa anakata mti ule kiasi fulani hadi wote wakaja ana kwa ana. Kisha Marhab akampiga Hat Muhammad Maslama kwa upanga. Yeye akajisalimisha na deraya na ngao. Upanga wa Marhab ukakwama na ukakata ngao. Hat Muhammad Maslama akampiga upanga na akamua. Riwaya moja inasema kwamba Muhammad Maslama akampiga Marhab na akakata miguu yake, ye akaanguka chini. Hata Ali akapita karibu yake na ye akamua. Share Bukhari Hafiz Ibn Hajar ameandika kwamba Ibn Ishaq, Musa bin Uqba, Waqidi na waandishi wengine wa sera wameandika kwamba Muhammad bin Maslama alikuwa amemua Marhab. Muhammad bin Maslama alikuwa amemua ndugu ya Marhab, Haris, lakini baadhi ya wasimuliaji walipata mashaka na wao badala ya kuandika jina la Haris wakaandika jina la Marhab. Na kama swala hilo si kama hivi, basi inayopatikana katika Sahih Muslim kwamba Ali alimua Marhab ni sahihi zaidi. Katika Sahih Muslim imesimuliwa na Salma bin Aqwa kwamba Hat Ali alikuwa amemua Marhab. Riwaya hii ya Sahih Muslim inatangulizwa zaidi kwa sababu mbili. Moja, kwamba ni sahihi kwa sababu ya sanad, na pili, Jabir ambaye amesimulia riwaya ya Muhammad Maslama hakuwepo katika vita ya Khaibar. Kuhusu hiyo pia iwe wazi kwamba Marhab na Mayahudi wengine walivyojitokeza na wakapigana na Waislamu na wakauawa. Kuna hitilafu katika vitabu ya sira kwamba matukio haya yalitokea kwenye ngome gani. Katika Bukhari, Muslim sihasita hakuna jina la ngome lililotajwa, na baadhi ya vitabu ya sira pia matukio haya yameelezwa lakini hayakutaja ngome yoyote, kama vile Sirat Ibn Hisham, Tabaqat Ibn Saad, Sharh Zarkani na kadhalik. Lakini katika baadhi ya vitabu ngome ya Qamus imetajwa, na katika vitabu vingine ngome ya Naim imetajwa. Kwa vitu vile
siku 9 mtume sallallahu salam pamoja na waislamu akaendelea kushambulia ngome hii hadi siku ya 10 mwenyezi mungu akawajalia waislamu ushindi juu ya ngome hii. katika maelezo hayo hakuna mwanahistoria aliyetaja habari hii kwamba wakati wa ushindi wa ngome hii ilikuwa madhubuti ya Khaybar, waislamu walipata ghanima kiasi gani na wakapata silaha kiasi gani. yawezekana kwamba waislamu hawakupata kitu chochote, kwani mayahudi kwa sababu ya kuchukua tahadhari walikuwa wamehamisha kina mama na watoto katika ngome zingine, na mayahudi waliposhindwa na wakachoka kuwazuia waislamu, basi wakahamia katika ngome ya Saad bin Muaz. na katika vita hii ya ngome Naim hakuna myahudi aliyetekwa na waislamu. kuna maelezo ya ngome zingine nitaeleza katika siku za usoni. kama ninaendelea kusema kuhusu maombi, kuhusu hali ya dunia na hali ya waislamu kwa ujumla, kwa ajili ya wapalestina haswa na kwa ajili ya dunia ya kiislamu mufanye dua. hali zao kizwahiri inaonekana watu wanafuraha kwamba labda vita ikisitishwa itaboreka, lakini inaendelea kuwa tete zaidi. sera ya rais mpya wa marekani imefikia mpaka mwingine wa zulma. mwanzoni wa marekani walikuwa wanasema kwamba ni hatari kwa ajili ya nchi yetu, hivyo sisi hatuingili katika dunia nyingine, lakini sasa hii imekuwa hatari kwa dunia nzima. mwenyezi mungu awarehemu wa palestina na airehemu dunia. watu hawa waendelee kusalimika. nchi za uarabuni wafungue macho yao na wafanye juhudi ya kuleta mshikamano na umoja. bila hiyo hawezi kuishi. waila si palestina peke yake, bali nchi zingine za uarabuni pia zitakabiliana na matatizo mengi. japo kutoka baadhi ya watu wasiko waislamu katika haki za wapalestina sauti zimeanza kutokea, sauti zimeanza kupatikana, lakini mwenye nguvu wakati huu ameelewa kwenye ulevi wa nguvu yake, hataki kumsikiliza yeyote. hivyo waislamu wanatakiwa kufanya maombi mengi, na sisi pia tufanye maombi kwa ajili yao. sisi hatuna nguvu nyingine. vivyo hivyo kwa ajili ya wahamadi wa pakistan mufanye dua. hali zao pia katika baadhi ya siku zinashika ukali katika upinzani. mufanye dua kwa ajili ya wahamadi wa bangladesh. huko pia mwenyezi mungu awasalimishe na upinzani wa kila aina na mashambulio. katika sehemu zingine pia mufanye dua kwa ajili ya watu wanaozulumiwa wahamadi wanaozulumiwa. mwenyezi mungu awasalimishe wote, aijalie dunia akili. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر